Licha ya wenyewe kujinasibu kwamba Jumapili huwa ni siku nzuri kwa klabu yao, lakini hali kwa Jumapili ya jana imekuwa kinyume, na imekuwa maumivu kwa Simba baada ya awali kuvurugana katika mkutano mkuu wa mwaka mapema asubuhi hapo jana, na usiku ikakumbana na kipigo cha pili ikiwa ugenini huko Mali. Asubuhi ya Jumapili Simba ilifanya mkutano ambao ulimalizika kitatanishi baada ya mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu kumaliza kikao bila ya kupata suluhisho lolote na kusababisha wanachama kumcherukia. Lakini usiku huo katika mechi ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika mbele ya Stade Malien ilipoteza kwa mabao 2-1. Awali ikicheza nyumbani weekend iliyopita kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba ililala kwa bao 1-0 mbele ya Petro Atletico ya Angola inayoongoza msimamo kwa kubebwa na herufi, kwani imelingana kila kitu na Malien, kila mmoja ikiwa na pointi 4 na mabao 4. Wenyeji walikuwa na kipindi bora cha kwanza wakishambulia Simba kwa nguvu, walitengeneza nafasi nyingi za kutafuta mabao. Alikuwa mshambuliaji Tadeo Sinkeng aliyezitingisha nyavu za Simba akifunga bao safi kwa mguu wa kulia, akimaliza pasi ya kichwa ya Musa Diallo ikiwa ni dakika ya 16 tu. Wakati Simba inajiuliza itarudishaje bao hilo, ikaruhusu jingine, bao la pili dakika ya 23 la kichwa, mfungaji akiwa beki Ismaila Simpara akitumia mpira wa kona ya Abdul Bonde. Simba ikapoteza nafasi nzuri kupitia kwa Joshua Mutale, shuti lake linapaa akipokea cross ya Suleiman Mwalimu na kufanya wekundu waende mapumziko wakiwa nyuma kwa mabao 2-0. Kipindi cha pili Simba ilirudi na mabadiliko matatu yaliyowabadilisha, ikiwatoa Jean Charles Ahoua, Mutale, Roshan Deraki na Mwalimu, nafasi zao zikichukuliwa na Chamau Karabua, Alassane Kante, Jonathan Soa na Morris Abraham. Mabadiliko haya yaliwasaidia Simba na kusawazisha bao la kwanza likifungwa na Neo Maema kwa shuti kali la nje ya eneo la hatari. Kipa wa Simba Yakubu Suleimani aliokoa timu yake isiruhusu bao la tatu baada ya kupangua mkwaju wa penalti dakika ya 76 iliyopigwa na Nkeng. Simba ikapata pigo baada ya Kante kupewa kadi nyekundu ya 1-1 baada ya kumvuta mshambuliaji wa Malien. Vikosi vilivyocheza kwa upande wa Stade Malien ni Ngolo Traore, Abdul Bonde, Francis Awini, Babe Diarra, Ismaila Simpara, Hamdou Bello, Ibrahim Kamara, Haman, Mamadou Traore, Osman Coulibaly, Tadeu Sinkeng pamoja na Musa Diallo. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sport, Yakubu Suleiman, Shomari Kapombe, Anthony Mligo, Roshan Deraki, Chamau Karabua, Wilson Nangu, Nabi Kamara, Joshua Mutale, Morris Abraham, Jean Charles Ahoua, Neo Maema, Selemani Mwalimu pamoja na Jonathan Soa na Elie Mpanzo. Mtazamaji wetu wa Nile TV, endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Niliyekuendelea kusomea taarifa hii mimi Lizo Sport. Wakati mwingine, bye bye.